Katika kuendeleza mapambano dhidi ya dawa za kulevya, Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kwa kushirikiana na taasisi ya MRC inayorejesha na kurekebisha tabia kwa waraibu wa pombe na dawa za kulevya mkoani Mbeya, wametoa elimu ya kujiepusha na dawa za kulevya kwa wanafunzi wa chuo cha Tumaini mkoani Mbeya. Hatua hiyo ni katika kuhakikisha elimu inawafikia vijana waliopo vyuoni, kwa kuwa waraibu wengi zaidi wa dawa za kulevya na pombe wanatoka kwenye kundi hilo ambalo ni nguvu kazi ya taifa. Hii ni Malo TV, endelea kutufuatilia. Moja kati ya sababu ya matumizi ya dawa za kulevya ni kutokufahamu madhara yanayotokana na matumizi pamoja na biashara ya dawa za kulevya. Wengi wanatumia wakiamini kwamba watapunguza stress. Wengi wanatumia kwa sababu wanaamini kwamba watapata muda mrefu wa kusoma, si ndio Lakini hawafahamu kwamba unapoingia kwenye matumizi ya hizo dawa za kulevya, hata kama itakupa muda wa kusoma, lakini mwisho wa siku inaweza kukupelekea matatizo mengine, ikiwemo hizo shida za moyo, shida za kansa, inaweza kukupelekea shida tofauti tofauti, shida kama vile matatizo ya afya ya akili. Sisi tuko hapa shuleni tukiamini akili zetu ziko sawa, si ndio? Hii pata picha sasa hivi, wewe umetumia bangi yako umewaka, mwisho wa siku umekuwa kichaa. Tunasema kichaa kwa sababu ndio neno ambalo wengi tunapenda kulisikia kuliko tukisema una shida ya afya ya akili. Ndio? Haya, tayari umeshapata shida ya afya ya akili. Huwezi tena kusoma. Je, utakuwa umefanikiwa kwenye maisha yako? Je, kama lengo lilikuwa ni uweze kusoma kwa bidii baada ya kutumia hiyo dawa, utakuwa umekamilisha lile ulilokuwa unaliwaza? Hapana. Kwa hiyo tayari utakuwa umepoteza. Lakini sababu nyingine inayopelekea watu kutumia dawa za kulevya, kama mwenzetu alivyosema, ni makundi. Vijana tuna makundi, na wengi wakishafika eneo kama hili, akikutana na rafiki yake anatumia pombe, yeye atumii, anajiona kwamba yeye ni mshamba. Jamani, hakuna ushamba kwenye hii dunia. Hakuna nini? Mshamba. Mshamba ni yule anayeingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu anatumia kitu akiamini kwamba yeye ni mjanja, kumbe yeye ni mjinga. At the end of the day inakuja kumletea shida. Mtu anaweza kupata hizo shida za afya ya akili. Je, utakamilisha yale unayoyapenda? Hapana. Tayari umepata shida ya figo. Leo hii unatakiwa kwenda kufanya kuchujwa. Figo kuchujwa kwa wiki, wanachuja mara ngapi? Mara ngapi kwa wiki? Wengine mpaka mara 3, si ndio? Unaenda leo, unashinda kesho, kesho kutwa unaenda. Kwa hiyo wewe unaenda kila baada ya siku moja. Na siku moja inawezekana ikawa zaidi ya 200,000. Kwa wiki moja unatoa 600,000. Kwa mwezi inakuwa shilingi ngapi? 6 mara 4 inakuwa shilingi ngapi? Milioni 2,400,000 kwa mwaka. Na moja kati ya madhara, inachangia sana kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa nini kwenye virusi vya ukimwi? Watumiaji wengi wa dawa za kulevya wanapotumia una lose conscious, si ndio? Uwezo wa kufanya maamuzi unakuwa mdogo. Kwa hiyo inapelekea baadhi ya watu wengine unajikuta uliingia baa peke yako, unatoka na mtu. Asubuhi unajikuta kumbe nilikuwa na mtu. Ilikuwaje? Mwisho wa siku tayari umeshafanya naye. Na mbaya zaidi, hakuna ku negotiate sex, labda tutumie condom. Kwa sababu gani? Tayari upo katika hali ya nini? Ya ulevi. Kwa hiyo at the end of the day unajikuta tayari mtu umeshapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na mbaya zaidi, wengine hawaendi hata kupima eti. Lakini mwisho wa siku ulitumia zile dawa za kulevya na bado unaendelea kusambaza kwenye jamii. Kwa hiyo maambukizi ya virusi vya ukimwi yanakuwa yanaongezeka kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Sitegemei kama wewe uko tayari kupoteza ndoto zako ambazo uko nazo siku leo. Sifikirii kama unatamani na wewe siku moja kuja kuwa usimame kama mimi hapa alafu uanze kutoa ushuhuda ikiwa ulikuwa na ndoto zako binafsi ambazo uliamini zitatimia. Sasa naomba niulize swali moja haraka tu. Dada, kwenye maisha yako unatamani uwe nani? Ndoto zako. Mwanasheria. Kamkubwa hapo. Fanya biashara. Ofisa hapo. Sorry dada. Dada wewe hapo nyuma. Wewe. Nani? Fanya biashara. Kwa hivyo hata mimi mnaniona hapa, na mimi nilikaa kwenye viti kama nyinyi. Sawa? Alafu nilikuwa na ndoto zangu na nyinyi, na niliamini zitatimia. Hakuna mtu ambaye tumemuuliza hapa unatamani kuwa nani akasema yeye anatamani kuwa mraibu. Yupo alosema hivyo? Yupo anayetamani kuja kuwa mraibu hapa wa dawa za kulevya? Hayupo
Kwa hivyo hata mimi mwenyewe mimi sikuchagua kuja kuwa mraibu wa dawa za kulevya, lakini kwa sababu sikusikiliza, alafu sikuwa makini juu ya kile ambacho nilichokuwa naambiwa. Ila nyinyi wanafunzi wa leo mna bahati, tena mna bahati sana, kwa sababu kipindi mimi nasoma hakuna watu ambao wanaotufikia na kuja kutuambia taarifa kama hizi. Hatukuwa na watu kama hao, lakini leo angalieni, taasisi za kiserikali kabisa wanakuja mpaka hapa na wanatufikishia huo ujumbe. Kwa hiyo mwisho wa siku mko na maamuzi yenu ambayo mnataka kuyachagua. Lakini pia napenda niwaambie kina kitu kimoja, ukija kuengage kwenye drug abuse, amini ya kwamba jambo la kwanza una lose interest. Una lose interest ya kila kitu, kuanzia kusoma, maisha yako kiujumla, yani life yako yote unaiharibu. Unaachishwa kutumia madawa husika, unaanza kula methadone. Najua yani kwa namna yangu ninavyoelewa kuna changamoto sana pale. So nilikuwa natamani tu mtupe experience ili at least mtu mwingine aone moto gani ambao atakutana nao endapo akiwa na huo uraibu. Nitamani tu kupata experience ya huo muda huo wa kutoka kutumia madawa cocaine, heroin na mengine kwenda kwenye methadone. Ukija ukiingia kwenye tiba, sawa? Kwa mfano tiba ya methadone, mimi nimepita kote. Nimepita kwenye methadone, lakini pia nimepita nyumba za upataji nafuu sober house. Methadone ukifika pale, sawa? Unapewa dawa ile methadone, sawa? Ambayo ni mililita 30. Sawa? Ni siku ya kwanza unatumia, lakini kidogo inakuwa nzito kwa sababu kulingana na dozi yako sasa ulikuwa nayo. Na ile dawa inatolewa kwa utaratibu maalum. Huwezi ukapewa ika overdose au vipi. Kwa unapewa hizo mililita 30. 30 mimi dozi ilikuwa initoshi kweli. Siku ya kwanza kwa hiyo nimekunywa, lakini bado nikienda nikavuta unga. Kwa hiyo mpaka siku 3 nilipoongezewa kidogo nilipokaa, kwa hiyo nikaenda tu vizuri. Sawa? Nikatoka huko. Kwa hiyo hata sober house nako ukiingia pia bado lazima upitie hiyo changamoto ya masaa 72 ambayo saa nyingine unakutana na kutapika, tumbo, si ndio? Tumbo linasokota, joint zote humu zinauma, yani unasikia homa sio homa, unatoka jasho lakini unasikia baridi. Unajua? Machafya kwa wingi, yani ulali saa nyingine unaweza usilale mwezi mzima. Hata mimi nimeshakaa miezi 3 sijalala. Ukilala labda ni 1 hour au unalala usingizi afu kama usingizi unauma hivi. Kwa ni changamoto kubwa sio. Kwa hiyo muhimu ni tujiepushe leo, yani tusiingie kabisa kwenye hayo matumizi. Tukategemea kupita kwenye hizo process tuzisikie tu na tuwape elimu wengine, lakini sisi tusipite. Na ile tunapompata mraibu kwa mara ya kwanza huwa anapewa kwanza elimu. Kuna asasi ambazo tunashirikiana nazo, kwa hiyo wao wanatoa ile elimu, na baadaye mraibu anapokubali kwamba sasa hivi mimi nataka kwenda kupata methadone, ndio anapelekwa kwenye methadone. Na methadone kama ambavyo ameelezea kaka pale, kwa hiyo kule watapewa kulingana na kiwango chake. Wao ataanza mwanzoni, ataendelea kuongezewa dozi mpaka pale atakapokaa sawa, na baada ya hapo atapunguziwa dozi mpaka pale ambapo ataacha kabisa kutamani dawa za kulevya, kwa baadaye anaacha kabisa. Lakini tunapozungumzia soba yenyewe, hizi ni nyumba za upataji nafuu ambazo mtumiaji wa dawa za kulevya anapoingia pale, yeye anapitia, wanasema kuna hatua 12 za upataji nafuu. Hapewi dawa. Atapewa dawa kama akiandikiwa hospitalini, labda ana shida ya figo, labda ana shida ya labda ni mgonjwa, labda ana kifua kikuu, kwa hiyo atapewa dawa za ile shida aliyonayo. Lakini hakuna dawa za uraibu ambazo anazipata anapokuwa sober house. Sober house unapona kwa kupitia njia 12 za upataji na hatua 12 za upataji nafuu. Na unapokuwa katika hizi sober house, kwanza hizi ni nyumba ambazo zinamilikiwa na watu binafsi. Sisi mamlaka kazi yetu ni kuzisimamia na kuratibu, kuangalia je, wanaendeshaje hizi nyumba. Kwa hiyo mtu atalipa pesa pale ili aweze kuhudumiwa, si ndio Lakini pia kwenye hizi nyumba za upataji nafuu zinahudumia wagonjwa au waraibu ambao wametumia dawa aina zote. Ikiwa umetumia heroin utahudumiwa pale, ikiwa ulikuwa unatumia pombe utahudumiwa pale, ikiwa ulikuwa unatumia bangi pia utahudumiwa hapo. Kwa hiyo hata uponaji wake nao unatofautiana kati ya hao wanaoenda soba na wale wanaoenda kwenye
kwenye Mati Clinics, kwa sababu kule kila sehemu wanatumia njia zake. Hao wanatumia dawa, lakini hao wengine wanapitia hatua 12 za upataji nafuu. Asante. Kwa majina naitwa David Japhet Makingo, ni mwanafunzi wa chuo cha Tumaini Mbeya College, lakini pia ni rais wa wanafunzi chuo. Elimu hii ya leo imetupa manufaa kwa upande wangu, kwa maana ya kwamba nilikuwa sijui namna gani madawa ya kulevya yanavyoenea, namna gani madawa ya kulevya yanavyoathiri katika miili yetu. Nimejifunza madhara pengine labda ni kubwa zaidi, ni kuwa na tatizo la afya ya akili, lakini pia kuna magonjwa ya ngozi, lakini pia kuna maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa njia ya kutumia sindano, kwenye upande wa kutumia madawa ya kulevya. Kwa upande wangu najilinda na dhidi ya madawa ya kulevya kwa namna nyingi zaidi au namna mbalimbali. Mojawapo, kutokuwa na makundi hatarishi, makundi ambayo unajua haya makundi lazima itanishawishi kuwa katika matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa majina naitwa Joyce Nelson Kaisi, ni mwanafunzi wa March Intake wa Certificate in Law. Leo nimejifunza kuhusu madawa ya kulevya katika chuo chetu cha TUMCO. Nimejifunza kuwa madawa ya kulevya in one way or another yanaweza kuwa ni one of the content ambayo inaweza kuwa inasumbua afya ya akili, ya kimwili na pia kiroho. Pia nimejifunza in one way or another tunatakiwa tuwalinde au we put ourselves together for the ones ambao wako chini, wale ambao wanaumiana pamoja na madawa ya kulevya, na pia tuwaweke pamoja, tuwafanye kama wenzetu.